Operation ya kijeshi ya ghafla na ya usiri mkubwa imefanyika leo huko Doha, Qatar. Israel imetuma ndege zake zisizo na rubani na kufanya mashambulizi dhidi ya viongozi wa juu wa kikosi cha Hamas waliokuwa wanafanya kikao chao. The Israeli military has confirmed that it's carried out a targeted assassination on Hamas. We heard loud explosions that were heard across Doha. Operation hiyo ya kijeshi ya Israel imefeli. Viongozi wa juu waliokuwa wamepanga kuwaua wametoka wakiwa hai. Walikuwa wamepanga kumuua chief negotiator wa Hamas Khalil Haya, lakini ametoka akiwa hai pamoja na viongozi wengine wa juu. Lakini swali la msingi la kujiuliza, mifumo ya ulinzi wa Qatar kama nchi ilikuwa wapi? Tunafahamu kuwa ina mifumo ya ulinzi na iliitumia kujidefend dhidi ya makombora yaliyokuwa yametumwa na Iran kipindi cha nyuma. Na kama mifumo hiyo ilikuwa imezimwa, kwa nini? Na kama ipo, kwa nini haikudetect shambulizi hili? Kuna maswali mengi sana ambayo Qatar kama nchi inapaswa kuyajibu. Pamoja na kwamba imekondem shambulizi hilo, lakini mazingira ya utokeaji wake katika nchi yao bado hayawezi kuelezeka, kwa kuwa ni nchi ambayo ina ulinzi imara wa anga. Ikiwa Qatar, taifa tajiri na lenye nguvu ya kijeshi, hasa kwa mifumo ya ulinzi wa anga iliyopewa na Marekani, limeweza kuvamiwa kirahisi namna hii. Irani pia ilivamiwa kirahisi namna hiyo hiyo. Na nchi gani Middle East itakuwa ni salama dhidi ya mashambulizi ya Israel? Ni kama inaamua tu, leo ishambulie hapa, kesho ishambulie pale, kesho kutwa pale. International laws ziko wapi? Zinafanya kazi dhidi ya nani? Shambulio la leo dhidi ya viongozi wa Hamas lina message kubwa. Usiliangalie katika taswira ya kushambulia viongozi wa Hamas, lakini angalia katika taswira ya shambulizi lilikotokea. Limetokea katika nchi yenye uhuru kitaifa, yani Qatar. Maana yake ni kuwa mifumo ya sheria za kimataifa imekuwa undermined. Swala la msingi lilobaki ni moja. Ni wakati gani Israeli kama nchi itarudi katika msingi wa kuzingatia sheria za kimataifa? Na kama haitarudi, hatua gani dhidi yake zitachukuliwa? Nani atachukua hatua hizo? UN, Marekani ama taifa gani? Na zitahusisha steps gani za kuweza kuhakikisha kuwa Israel inaheshimu misingi, kanuni na sheria za kimataifa? Tulikuwa nami wakili Lucas Myula ni kuchambulia kwa kifupi kuhusiana na mashambulizi ya Israel yaliyofanyika kule Doha, Qatar siku ya leo tarehe 9 Septemba.